Irani imekanusha kuwa na mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump baada ya Trump kusema kwamba mazungumzo yake na Irani yanaenda vizuri. Wizara ya mambo ya nje ya Irani imekataa madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani imekuwa ikiwasiliana na Irani kujadili suluhisho kamili la vita, kulingana na ripoti ya rais huyo. Trump alidai katika chapisho kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii, hususan Social Truth, akisema kwamba Marekani na Irani zimekuwa na mazungumzo mazuri sana na yenye kujenga katika siku mbili zilizopita kuhusu suluhisho kamili la vita na uhasama wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, chanzo katika wizara ya mambo ya nje kiliambia Arab News kwamba hakujawa na mawasiliano yoyote kati ya Marekani na Irani na kwamba madai ya Trump yalilenga kupunguza bei za nishati na kununua muda ili kutekeleza mipango yake ya kijeshi. Ikumbukwe kwamba rais wa Marekani Donald Trump alisema ameahirisha kushambulia vituo vya umeme vya Irani, akizungumza kwamba utatuzi kamili wa uhasama unaweza ukafanyika kwa njia ya mazungumzo. Rais huyo wa Marekani Donald Trump amesema kwamba leo Jumatatu ametoa agizo ya kuahirisha mashambulizi yoyote ya kijeshi dhidi ya mitambo ya umeme ya Irani kwa siku 5, saa chache tu kabla ya tarehe ya mwisho ambayo ilitishia kuongezeka zaidi kwa mzozo huo ambao sasa uko katika wiki yake ya 4, ikiwa ni takribani siku ya 24 tangu kwanza kwa mapigano baina ya Marekani na Israel dhidi ya Irani. Trump amesema katika chapisho lake kwenye mtandao wa Social Truth kwamba Marekani na Irani zimekuwa na mazungumzo mazuri na yenye tija na Irani katika siku mbili zilizopita kuhusu suluhisho kamili la eneo hilo. Katika ujumbe wake ulioandikwa kwa herufi kubwa, alisema alikuwa ameiagiza idara ya ulinzi kuahirisha mashambulizi hayo kusubiri matokeo ya mazungumzo ya sasa, kama unavyoona kwenye hiyo picha hapo inayopita. Hata hivyo, siku ya Jumamosi, rais huyo Trump alikuwa ameonya kwamba mitambo ya umeme ya Irani itaharibiwa ikiwa nchi hiyo itashindwa kufungua kikamilifu mlango bahari wa Hormuz kwa meli zote ndani ya saa 48, akiweka tarehe ya mwisho leo Jumatatu jioni. Maoni yake alisababisha vitisho vya kulipiza kisasi kutoka kwa walinzi wa mapinduzi ya Irani ambao walisema katika taarifa Jumatatu kwamba wangeshambulia mitambo ya umeme ya Israel na ile inayosambaza kambi za Marekani katika eneo lote la Ghuba ikiwa Trump wangefuata tishio lake la kuangamiza mifumo ya umeme ya Irani. Hata hivyo, mpaka hivi sasa zaidi ya watu 2000 wameuawa katika vita ambavyo Marekani na Israel zilianzisha mnamo Februari 28, ambavyo vimeongeza masoko na gharama za mafuta, kuchochea hofu ya mfumuko wa bei duniani na kuathiri muungano wa Magharibi baada ya vita. Tishio la mashambulizi hayo kwenye gridi za umeme za Ghuba liliibua hofu ya kuvurugika kwa wingi kwa kuondoa chumvi kwenye maji ya kunywa na kuzidisha misukosuko wa masoko ya mafuta. Hata hivyo, ujumbe wa rais wa Marekani Donald Trump uliotolewa hivi punde tu baada ya kauli yake ya kupatanisha zaidi tangu kuanza kwa operesheni inayoitwa Epic Fury imeacha maswali mengi zaidi. Ingawa alitaja mazungumzo mema na yenye tija na Irani, taarifa hiyo haijathibitishwa na Wairani, na kauli hii inapingana vikali na kauli kali za uvamizi ambazo pande zote zimekuwa zikipigishana kelele tangu kuanza kwa vita hiyo, na hususan mwishoni mwa wiki iliyopita. Zaidi ya hayo, haijulikani kwa hakika ni nani au ni nini hasa mazungumzo hayo yalijikita. Mada inaweza kuwa mpango wa Irani wa makombora ya balistiki au upanuzi wa nyuklia, au labda tu kuepusha mapigano, jambo ambalo Trump alipuzilia umuhimu wake Ijumaa iliyopita. Hata hivyo, inaweza kuhusisha mlango bahari wa Hormuz, ingawa kufungua njia hiyo kwa usafirishaji bado si jambo ambalo Wairani wameahidi hadharani. Wataalamu wengi wanaona hii haiwezekani, kwani udhibiti wa Irani juu ya Hormuz unawapa nguvu kubwa zaidi katika vita hiyo. Rais huyo wa Marekani Donald Trump kwa sasa yupo Florida, lakini atasafiri kwenda Memphis mapema leo kutoa hotuba inayolenga juhudi za kupambana na uhalifu. Hata hivyo, sehemu kubwa ya dunia itakuwa ikifuatilia kwa makini habari yoyote mpya au maelezo kuhusu mazungumzo haya na maana yake kwa mustakabali wa vita. Lakini baada ya taarifa hiyo ya Marekani kusema kwamba kuna mazungumzo yake dhidi ya Irani, nalo taifa la Uingereza limekaribisha mazungumzo hayo yenye tija ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Irani, ikisema kwamba ni vizuri zaidi kuingia kwenye meza ya makubaliano. Mazungumzo yenye tija kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Irani yamekaribishwa huku Uingereza ikitaka kupunguzwa kwa misukosuko katika Mashariki ya Kati na kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Msemaji wa waziri mkuu Keir Starmer amesema leo Jumatatu. Hata hivyo, alipoulizwa kuhusu tangazo la Trump
Trump kwamba angeahirisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya umeme ya Irani kufuatia mazungumzo mazuri sana na Irani. Msemaji wa Starmer amesema ripoti zozote za mazungumzo yenye tija zinakaribishwa. Ameendelea kusema kwamba siku zote tumesema kwamba azimio la haraka la vita ni kwa maslahi ya kimataifa na mlango bahari wa Hormuz unahitaji kufunguliwa tena. Msemaji huyo aliwaambia waandishi wa habari. Wakati vita hiyo ikiwa bado inaendelea, China imeonya kwamba kufanyika mashambulizi zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati ni hatua itakayohatarisha kutokea hali isiyoweza kudhibitiwa kwenye kanda hiyo ya Mashariki ya Kati na ukabiliwa na vita kubwa hivi sasa. Tamko la China lilitolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo kupitia msemaji wake Lin Jian, ambapo limefuatia vitisho vilivyotolewa Jumamosi na Rais wa Marekani Donald Trump vya kutaka kushambulia mitambo ya nishati ya Iran. Lin Jian aliwaambia waandishi wa habari leo Jumatatu kwamba vita vinavyoendelea na athari zake katika mlango bahari wa Hormuz vinatishia usalama wa nishati duniani pamoja na usambazaji mafuta kwa China, na hatua ya kutumiwa nguvu itasababisha hali kuwa mbaya zaidi. Lin Jian amesema Beijing inaendelea na mahusiano ya pande zote kuhusu hali inavyoendelea na iko tayari kusaidia kupunguza mivutano na kumaliza vita kabisa. Kadhalika, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati la IAEA Fatih Birol ametahadharisha kwamba uchumi wa dunia unakabiliwa na kitisho kikubwa kwa sababu ya vita ya Irani na hakuna nchi inayosalimika na athari za mgogoro huo ikiwa utaendelea katika mkondo wa sasa. Ikumbukwe mapema jana, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa wito kwa mataifa makubwa kuungana na Marekani na Israel ili kuishambulia Irani, akisema kwamba Irani hivi sasa imekuwa tishio la dunia. Lakini kauli hiyo ilitafsiriwa na wengi tofauti, watu wengi wakizani kwamba hii hali inaonyesha kwamba nchi hizo Marekani na Israel zimetingwa kwa kiwango kikubwa, hali ambayo inaashiria ni kuomba msaada wa usaidizi ili walau kumdhibiti Irani, ambaye kwa siku za hivi karibuni bado inatajwa kwa mujibu wa taarifa ya Marekani na Israel kwamba maeneo mengi ya kwake yameshambuliwa na kwamba hawezi kushambulia tena. Lakini kauli hiyo ya Benjamin Netanyahu imeacha maswali mengi kwamba nini kinaendelea au nini kipo nyuma yao, au pengine kuna uhaba wa silaha au kushindwa kabisa kwa majeshi maeneo yote kuanzia kwenye majini, angani pamoja na ardhini. Huyu hapa Benjamin Netanyahu akitoa taarifa yake. If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization and the enemy and the danger to the entire world, you got it in the last 48 hours. In the last 48 hours, they fired a terror weapon on civilians, on children. There's a children's nursery here. There's an old person's home here. Civilians, families, they fire terror weapons on civilians. And often they use cluster bombs, which are forbidden by international law. The second thing that they did is that they fired on Jerusalem right next to the holy places. They sent ballistic missiles that could have destroyed the Church of the Holy Sepulchre, the Al-Aqsa Mosque, and the Western Wall. The three holiest sites to the three monotheistic religions, they don't care. They're firing on everyone. The third thing they did... Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.